Bwana Yesu, kama wazazi wangu au walezi wangu au wazazi wa wazazi wangu waliingia agano la damu, walichinja wanyama, walipaka damu katika ardhi au katika nyumba za kwetu, ni kama kuzindika. Leo hii ninakataa kila nguvu za giza, kila damu iliyotolewa katika ardhi ya kwetu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, simama pamoja nami, ukanitetee, ukanipiganie, ukaniokoe, nikawe huru katika jina la Yesu. Bwana Yesu, hatua zangu, maisha yangu nikatakasike kwa damu ya Yesu, ukanioshe kwa damu ya Yesu, nikatakasike kwa damu ya Yesu, ukanioshe kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, Baba, damu ya Yesu ikatembea katikati yako. Kuna watu wanaugua HIV hapa, kuna watu wanaugua kisukari hapa. Hayo magonjwa yanasimama katika damu. Kuna nguvu ya damu ya Kristo. Roho Mtakatifu anaingia kubadilisha damu yako, anakwenda kuiondoa damu ya giza, anakwenda kukukea damu ya nuru, anakwenda kuondoa damu ya magonjwa, anakwenda kukupa damu ya uzima, anakwenda kuondoa damu ya iliyo expire kwa maradhi, anakupa damu mpya katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Kristo ikatembea ndani yako, damu ya Yesu ikatembea ndani yako, damu ya Yesu ikatembea ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, malaika watatu upande wa kushoto, malaika watatu upande wa kulia, malaika watatu upande wa kushoto wa nyuma, malaika watatu upande wa mbele, wakamate upanga, wakamwage damu ya Roho Mtakatifu, ikasimame, ikafurike katika malango 12 ili ukapokee baraka katika miezi 12 ya mwaka huu. Kila mwezi una lango lake, lango likapokee baraka katika jina la Yesu. Kuanzia Januari baraka yako ikatokee, Februari baraka yako ikatokee, Machi baraka ikatokee, hadi unafika Disemba baraka ikatokee katika jina la Yesu. Kwa damu ya ukombozi. Wengine wako hapa Baba wameshiriki, wengine kwa mikono yao wamemwaga damu, wamemwaga damu ya wanyama ili wapate utajiri, wamemwaga damu ya wanyama ili wafanikiwe. The hero ora masantaraboria korea. Nguvu zako ni za wenye uweza, nguvu zako ni zenye nguvu, nguvu zako ni zenye mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Santaramoria korea bosenta, inaachilia nguvu yako, damu yako Jehova ikatutakase, ikatuoshe katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tutaoshika, tutatakasika katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, kwa mamlaka ya Mungu, kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwa damu iliyomwagika msalabani, tunajiosha, tunajitakasa katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za mapepo zimeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za mauti zimeshindwa, nguvu za umaskini zimeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Walio tayari Mungu anawagusa, iko damu ya Yesu inakwenda kushuka, inakwenda kuwatakasa katika jina la Yesu. Achilia moyo wako, hata kama ulienda kwa waganga, umeshiriki kuchinja mnyama, damu ikamwagika au ukapakwa damu ya wanyama, usiogope. Iko damu iondoa dhambi za dunia, iko damu ya kuondoa dhambi za ulimwengu, hiyo damu ya Kristo Yesu, hiyo damu ya mwana kondoo. Achilia moyo wako, yakumbuke yale mabaya, wapie Bwana nioshe, wapie Bwana nitakase. Usikae kimya wewe, ukikaa kimya ndiyo maripo yako. Lakini walio tayari wanatakasika, wanatakasika. Wengine ni mila za kwao, wengine ni wazazi wao, wengine ni ndugu zao, wengine ni baba zao. Walichinja wanyama, walichinja wanyama, walichinja ng'ombe, walichinja mbuzi, walichinja paka, walichinja njiwa, walichinja kuku, walichinja kondoo kwa ajili ya kuwatakasa,
kwa ajili ya kuweka alama. Hiyo alama ya damu ninaifuta katika jina la Yesu. Ninaifuta katika jina la Yesu. Ninaifuta katika jina la Yesu. Ayayayayaya. Ayayayayaya. Damu ya Yesu ikashuke. Damu ya Yesu ikawatakase katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ninawaosha na watakasa. Ninakosha ninakutakasa. Kama kuna damu ya giza ili kuwatamia, hiyo damu ikuachilie. Hiyo damu ikuachilie. Hiyo damu ikuachilie kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Omba wewe usikae kimya. Omba wewe usikae kimya. Hiyo damu ya giza ikuache. Hiyo damu ya giza ikuache kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Iko nguvu ya Bwana. Iko damu ya Yesu itakasayo dhambi, itakasayo roho, itakasayo nguvu za giza. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu itakasayo roho, itakasayo roho kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu iondoae dhambi, itakasayo dhambi kwa jina la Yesu. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu. Iko damu ya Yesu iondoae dhambi, iondoae dhambi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu ninawatakasa. Kwa damu ya ukombozi ninawatakasa. Kwa damu ya Yesu ninawatakasa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya ukombozi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu natakatakasika. Natakatakasika. Ninakuosha. Ninakuosha. Osheka kwa damu ya Yesu. Osheka kwa damu ya Yesu. Osheka kwa damu ya Yesu. Omba wewe, omba. Acha kunyamaza kimya. Acha kunyamaza wewe. Kinywa chako omba. Acha usharomalo. Acha kuomba kibisho. Utaona. Angalia wazazi wako. Angalia mababu zako. Walichinja wanyama. Wengine mnajua siri za kwenu, lakini unanyamaza. Walio tayari wanafunguliwa. Walio tayari wanaachiliwa. Walio tayari wanaachiliwa. Walio tayari wanaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Walio tayari wanaachiliwa. Yule mama anaachiliwa. Yule baba anaachiliwa. Yule mama anaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Uliyekasi mama juu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba wewe usikae kimya. Omba wewe usikae kimya mwanangu. Tazama wazazi wako. Yamkini waliingia kwenye madhabahu. Yamkini wameingia kwenye madhabahu ili usipate watoto, ili usiwe na ndoa iliyosimama. Unapoingia mbele za Bwana, unapomwambia Bwana nioshe, wengine wanaomba kama wataomba tena. Wengine wanashangaa kwenye kuyamasatara, eriamasekerebo, oriamasekerebo, rikabababa, rikarababa, oriamasatara, oriamasatara, oriame, oriame, oriame. Ira! Riamose, 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 riamo. Oriama santara babu. Rikatakatakataka. Oriama senterebo. Is you are great. You are powerful. Oriama senterebo. You are great. You are real. You are Oriama, 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 Oriama. Rikatakatakataka. Rikatakataka. Rikatakataka. Tukuramase. Rikamara baba. Oriama senterebo riaka. Rikatakatakataka. Tukutukuria. Arya masantarabo, arya baba baba, arya baba baba, seteremoria, orya masantarabo baba, orya baba baba, orya masetereboria. Kuna watu wanatakasika, kuna watu wanatakasika, kuna marazi yanawachilia. Rikaraba baba, orya maseterebo, rikaraba baba, arya mama mama, orya baba baba, orya baba baba, orya baba baba, orya boria, orya boria. Kwa damu ya Yesu takasika. Kwa damu ya mwana kondoo takasika. Kwa nguvu ya msalaba kombolewa.
kwa nguvu ya msalaba kuombolewa, kwa damu iliyomwagika takasika, na kuosha kwa damu ya mwana kondoo, na kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakufuta, ninafuta alama, ninafuta alama. Hii damu izidio ile damu ya Abeli. Hii ni damu izidio damu ya Abeli. Hii damu izidio damu ya kafara. Ndiyo damu ya Yesu, ndiyo damu ya Yesu. Ikutakase, ikutakase. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za mapepo zimeshindwa. Nguvu za majini zimeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za kafara zimeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za mauti zimeshindwa kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za mauti zimedondoka kwa nguvu ya msalaba. Rikoria baba baba setara maria kuria heria mose tereboria bo. Oh, you are great, you are great, you are great, you are great Jehovah, you are great, you are great Jehovah, you are great. Ziko damu nyingi. Waganga wana damu zao, washirikina wana damu zao. Ndio maana wanafanya ibada za damu, wanatoa sadaka za damu ili wapate nguvu. Unaposikia damu yoyote inampa mtu nguvu, yamkini hata kwa akili za kawaida, ukinywa damu mbichi huwa hata akili ya mwanadamu inabadilika, anakuwa ni kama mnyama, anakuwa roho inakuwa ni ngumu. Ndio maana watu wanatoa kafara za damu, wanakunywa damu za watu. Maana yake kuua mtu kwake ni jambo la kawaida, kwa sababu ile spiriti iko ndani. Lakini tunayemwimba hapa ni Yesu peke yake, ndiye mwenye damu ya kutakasa kila kitu, ndiye mwenye damu yenye nguvu, ndiye mwenye damu ya kuondoa giza. Na nguvu za magonjwa zimeshindwa, na nguvu za magonjwa zimeshindwa, na nguvu za magonjwa zimeshindwa.
na nguvu za umaskini zimeshindwa, na nguvu za umaskini zimeshindwa. Asifiwe Mwokozi. Kuna watu wapo kwenye kizazi cha uganga. Yeye sio mganga, lakini kizazi chake babu au bibi alikuwa ni mganga, au babu au bibi alikuwa ni mchawi, au babu au bibi alikuwa ni kiongozi wa mila na desturi ya ukoo wao. Kwa hiyo kuna spiriti ipo katika mikono yake. Walishiriki kuchana nyama, kuchinja na damu wakaipokea katika viganja vyao, na wakanena katika kizazi changu kuanzia cha kwanza hadi cha 4 wapitie 1, 2, 3. Atakaye kiuka atakuwa ni muasi, mabaya yampate. Mungu anasema yale walioyatabiri hayatatokea kwako daima katika jina la Yesu. Hayatatokea kwako, hayatatokea kwako, hayatatokea kwako, hayatatokea kwako, hayatatokea kwako, hayatatokea kwako. Waliokutabiria mabaya hayatatokea kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Simama juu, mikono yako juu. Inanena mema, inanena mema, damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, damu inanena damu ya Yesu ni damu yenye mamlaka, ni damu inayoweza kutufariji, ni damu inayoweza kubadilisha historia. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu mtakuwa mwanzo wa mwezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na makutano wote na wana wa Israeli mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa ajili ya watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu nyumbani watakuwa ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake wa karibu wa nyumba yake na watoe kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu. Kwa kadri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo mwenu
hatakuwa hana hila. Mume wa kila mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Horia masataraboria. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika nyumba watakasomla. Baba, tazama, ilikuwa ni saa 6 mpaka saa 9 majira yale, mbingu ikabadilika na giza likaingia. Kristo Yesu akakata roho majira yale na damu ikamwagika msalabani. Lakini Kristo alisema yamekwisha, na damu ya Kristo ikatembea katika miimo ya malango yetu, malango ya uchumi, malango ya ndoa, malango ya elimu, malango ya kipato. Damu ya Yesu ikatembea katika malango yetu, ili malaika atakapokuja kuhukumu uharibifu, Yesu, damu yako ikatuhifadhi, damu yako ikatuosha, ikatutakasa, ikatufunika katika jina la Yesu Kristo, na nuru ikapate kuangaza, na utukufu ukapate kuonekana, na utukufu ukapate kushuka kwa kila mmoja wetu, katika jina lako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo tukatakasike watu wote na makutano haya, tukawe huru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Makutano wote tuseme amen. Pe Yesu makofi na vigeregere. Pe Yesu makofi na vigeregere. Makofi na vigeregere. Mama nabii, ninakuomba hapa.